Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, mwana michezo wangu, dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo ambao umezikutanisha timu mbili, timu ya Yanga Sports Club wakicheza dhidi ya timu ya JKT Tanzania. Umeweza kutamatika kwa klabu ya Yanga kuweza kuibuka na ushindi mnono kwenye hizo dakika 90 ambazo klabu ya Yanga walicheza dhidi ya timu ya JKT. Kipindi cha kwanza klabu ya Yanga waliweza kujipatia bao moja, lakini kipindi cha pili mvua ya magoli ilinyesha kuelekea kwenye lango la JKT Tanzania na kufikisha idadi ya mabao 5-0 kwenye mchezo huo muhimu, ambapo hapa klabu ya Yanga walikuwa wanahitaji alama 3 kabla ya kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kati yao dhidi ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika Machi 1 pale New Amani Complex kwenye majira ya saa 2:30 za usiku. Sasa tumetoka kushuhudia mchezo mzuri, mchezo ambao klabu ya Yanga waliutawala kwa kiasi kikubwa licha ya JKT kujaribu kufunguka kwa namna yao, lakini bahati ya kuwa upande wao. Ubora wa kikosi cha klabu ya Yanga ndio wamekwenda kuamua ni nani aweze kuondoka na alama 3 muhimu kwenye mchezo huu muhimu kweli. Sasa kwenye kipindi cha kwanza cha mchezo tumetoka kushuhudia bao moja pekee likifungwa na mchezaji Mohamed Hussein Zimbwe Junior kwenye dakika ya 7 ya mchezo na kufanya mchezo uweze kutamatika hivyo kwenye kipindi cha kwanza. Na kwenye kipindi cha pili cha mchezo hapa mambo ndipo yalipoweza kubadilika kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club, lakini mvua ya magoli ikienda kuonyesha kwa upande wa timu ya JKT Tanzania. Bao la kwanza kwenye kipindi cha pili ambacho kiliweza kufungua idadi ya magoli mengi kwenye kipindi hiki cha pili likifungwa na mchezaji Depu, amejitwisha kichwa kizito, pasi murwa kutoka kwa mchezaji Izra Patrick Mwenda na mpira kumkuta moja kwa moja mshambuliaji katili kweli anapokuwa rangoni. Aurelio Depu kwenye dakika 62 ya mchezo ameweza kuiandikia klabu yake ya Yanga goli la pili na kuanzia hapo kufanya mchezo uweze kusomeka chuma 2-0. Baada ya hapo Mudasiri Yahya Habasi anakuja kutandika bonge moja la shuti kama anahitaji kuua mtu hivi, kumbe anapeleka mpira langoni. Kwa dakika 64 ya mchezo Mudasiri Yahya amekuja kufumania nyavu na kufanya mzani usomeke chuma 3-0. Lakini kwenye dakika 78 ya mchezo Prince Mpumelelo Dube akiwa amewaka kweli kwenye mchezo wa siku hii ya leo kati yao dhidi ya timu ya JKT Tanzania, akifunga bao lakini pia akiweza kutoa assist ya magoli kwenye dakika 78 ya mchezo. Dube alienda kuiandikia klabu yake ya Yanga chuma ya 4 na kufanya mzani usomeke wa matokeo chuma 4-0. Lakini haikuishia hapo, dakika za jioni kabisa, dakika za magharibi ya leo ambazo aziruhusu hata kuku kumeza punje ya mchele, Shehan Ibrahim anakuja kutandika bonge moja la mshuti kuelekea kwenye lango la timu ya JKT Tanzania, mshuti ambao uliweza kumshinda mlinda mlango wa JKT Tanzania na kuingia moja kwa moja kwenye nyavu na kufanya mchezo usomeke chuma 5-0. Mpaka dakika 90 zinakamilika, klabu ya Yanga waliutawala mchezo kwa kila idara, kuanzia eneo la kiungo, eneo la ushambuliaji, lakini hata kwenye eneo lao la ulinzi klabu ya Yanga walikuwa vizuri kweli kuwafanya ondoke na alama 3 muhimu wakiwa na clean sheet, lakini na kuondoka na mabao ya kutosha kweli kwenye mchezo ulioweza kuzikutanisha timu hizo mbili. Una maoni gani mwana michezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea sasa hivi juu ya mchezo huu kati ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya JKT Tanzania? Dondosha comment yako hapo na sisi tutakuja kuchat naye kupitia hapo, bila kusahau kuleki, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.